Na sasa naomba nitoe taarifa juu ya hoja hizo zilizofutwa, na ni muhimu kwa sababu zinagusa pande zetu mbili za muungano, na ni vizuri wananchi wote wanaoishi kwenye pande zote mbili wakajua nini ambacho kimefanyika. Kwa hiyo kwa wale ambao hawakuwa wamefuatilia jambo hili, ni kwamba kutokana na kuwepo kwa mkanganyiko na malalamiko ya masuala kadhaa katika muungano wa Tanganyika na Zanzibar, pande hizi mbili zilikaa na kuainisha maeneo mbalimbali ambayo waliona sasa haya, kwa sababu yanalalamikiwa ama yanaleta mkanganyiko, ni vizuri yawekewe utaratibu wa kuyaweka sawa, na hayo sasa ndio yakaitwa hoja za muungano. Kwa hivyo jumla yake zoezi hili kwanza lilianza mwaka 2006 na jumla yake hoja hizi zilikuwa 25. Kwa muda wote huu zimeshughulikiwa na zilikuwa zimebakia hoja 18. Sasa katika hoja hizi 18, hoja 11 zimeshakamilishwa, zimeshatafutiwa ufumbuzi, zimepatiwa majibu. Hakukuwa na sababu tena ya kuendelea kuwepo kwenye orodha ya hoja za muungano. Na katika hizo 11, kilichofanyika tarehe 24 Agosti ilikuwa ni kuzifuta kwenye ile orodha ambako ziliorodheshwa hizo hoja 11. Kwa hivyo katika zile hoja 11 yalitiwa saini makubaliano na kuondoa hoja 9, kwa sababu hoja 2 zilihusu masuala ya uteuzi, ilikuwa haina haja ya kuandaa hati za kutiliana saini. Lakini kuna zile hoja 9 zenye masuala mahususi ambazo ziliorodheshwa, na kwa kuwa zilishakuwa zimeshatatuliwa na mambo yanakwenda kama inavyotakiwa, hizo ndizo ambazo viongozi wetu wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuhudhuriwa na viongozi wetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Hemed Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, walikuwepo pamoja na waheshimiwa mawaziri wa pande zote, naibu mawaziri, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu walikuwepo katika tukio hili, wanasheria wakuu wa serikali kuhakikisha wanashuhudia utiaji saini wa kuondolewa kwa hoja hizi kwenye orodha ya hoja za muungano. Sasa kama alivyotaka msikilizaji kujua, na ningependa Watanzania wote tuambie ili wote tujue kwamba sasa haya masuala yameshaweka sawa, naomba sasa kwa dakika chache nizieleze hoja ambazo zimeondolewa. Hoja ya kwanza ambayo imeondolewa kwenye orodha kati ya zile 9, nimesema zile 2 zilihusu uteuzi na uteuzi ulishafanyika, kwa hivyo hakukuwa na haja tena ya kutia saini. Sasa hoja ya kwanza ambayo imeondolewa kulikuwa kuna hoja juu ya uvuvi kwenye ukanda wa uchumi wa Bahari Kuu. Sasa tuna sheria ya uvuvi wa Bahari Kuu. Sheria hii ilikuwa kule Zanzibar haitekelezwi. Kwa hiyo kuna mkanganyiko kwamba bara kunatekelezwa na Zanzibar nao walikuwa na sheria yao. Kwa hiyo hoja hii imeondolewa kwa sababu sasa imetungwa sheria ya uvuvi wa Bahari Kuu ambayo sasa inatumika bara na visiwani, na tayari imeundwa mamlaka ya uvuvi katika Bahari Kuu na makao yake makuu yapo kule Fumba, Zanzibar. Kwa hivyo sasa tayari masuala haya ya uvuvi wa Bahari Kuu yanafanyika kwa pamoja, sheria inayotumika moja na inatekelezwa katika pande zote za muungano. Hoja hii imeondolewa kwa sababu tayari imeshafanywa kazi. Kulikuwa pia na hoja ya uingizaji wa maziwa kutoka Zanzibar. Kwamba maziwa, kulikuwa kuna hoja kwamba kwa utaratibu wa watu wa forodha, maziwa yalikuwa yakitoka Zanzibar yakija bara yalikuwa yanatozwa shilingi 2000 kwa lita. Sasa na hoja ilikuwa ni kwamba kule Zanzibar maziwa haya, mtu aliyekuwa anaingiza maziwa kutoka Zanzibar aliyekuwa anaingiza unga wa maziwa kutoka nje ya nchi, halafu anatengeneza maziwa Zanzibar, halafu yanaletwa bara. Na swala lilikuwa ni kwamba haya maziwa yalikuwa, kwanza ilikuwa ni kulinda wazalishaji wa maziwa wa ndani, lakini pia masuala yetu haya ya magonjwa na nini, sheria ndivyo ilivyokuwa inataka kudhibiti kwenye eneo hilo. Kwa hivyo sasa hili jambo limeshajadiliwa, limewekwa sawa. Tozo hii imepunguzwa kutoka shilingi 2000 mpaka shilingi 250, lakini pia yule aliyekuwa akiingiza maziwa kutoka Zanzibar kuja Tanzania bara tayari ameshawekewa utaratibu na ameambiwa afanye kazi ya kuhamasisha uzalishaji wa maziwa Zanzibar badala ya kuingiza kutoka nje unga huo na kutengeneza maziwa ya maji ambayo yanakuja nchini kwetu. Sasa kwa sababu hili jambo tayari lilishatatuliwa na sasa linakwenda vizuri, maziwa yanaingia, utaratibu umewekwa sawa, hoja hii pia imeondolewa kwenye hoja za muungano. Lakini pia kulikuwa kuna hoja kuwa Wazanzibari walikuwa hawapati ajira kwenye taasisi za muungano. Sasa kulikuwa kuna sababu nyingi bila kwenda kwa undani sana, lakini ilikuwa ni kama vile kwanza utangazaji wa hizi nafasi za ajira kwenye taasisi za muungano kule Zanzibar ulikuwa kama vile haufanyiki sana. Kwa hivyo sasa hatua zikachukuliwa, hoja hii ilipoletwa kwenye ile kamati iliyoundwa imetatuliwa. Sasa matangazo yanatangazwa Zanzibar, Wazanzibari wanayo nafasi sawa kama watu walioko bara,
kuomba nafasi ya kazi kwenye taasisi yoyote inayotangaza ajira. Secretariat yetu ya ajira inapotoa matangazo Tanzania bara, inatoa pia matangazo Zanzibar, na Wazanzibari nao wanayo nafasi na wanaajiriwa huku bara kwenye nafasi mbalimbali. Kwa hivyo kwa sababu hili nalo limeshakwisha, linaendelea kama kawaida, limeondolewa kwenye hoja za muungano. Lakini pia kulikuwa kuna hoja ya 4. Hoja hii ilikuwa ni kuhusu mgawanyo wa mapato yanayotokana na msaada wa kibajeti. Sasa kulikuwa kuna sharti hapa kwamba Zanzibar wakitaka kupata msaada ilikuwa ni lazima wapate kibali cha waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hii kidogo ilikuwa inaleta mkanganyiko, na Zanzibar walikuwa na hoja zao kwamba sharti hili lilisababisha wasiwe na ule uhuru wa kupata misaada kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. Sasa hoja hii imeondolewa kwa sababu sasa hivi Zanzibar wanayo ruksa ya kuomba msaada kutoka kwenye taasisi yoyote mbalimbali, na kinachofanyika ni mawasiliano tu. Sasa ilikuwa ni hoja wakati wamezuia, lakini sasa kwa sababu sasa hivi hawajazuiwa tena, hoja hii hakukuwa na sababu ya kuendelea kwenye orodha, kwa hiyo hoja hii imefutwa. Kulikuwa na hoja nyingine pia ya mkataba wa mkopo wa fedha za ukarabati wa hospitali ya Mnazi Mmoja. Zanzibar wenzetu walikuwa wanataka wakopeshwe huu mkopo, lakini kulikuwa kuna sharti kwamba lazima wawasiliane na mkopo huu upitie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa inalazimishwa kuweka dhamana ili mkopo huu uweze kutolewa. Sasa mazungumzo yamefanywa na wakopeshaji, wale wadau wa maendeleo, na wale wadau wa maendeleo wamekubali kuondoa hilo sharti. Huu mkopo ulishaombwa na ukarabati kwenye hospitali ya Mnazi Mmoja kule Zanzibar unaendelea. Kwa hivyo hoja hii imekuwa haipo tena, imefutwa. Pia kulikuwa kuna mkataba wa fedha za ujenzi wa barabara za Chake Chake hadi Wete kule Pemba. Napo ni kama hivi kulikuwa kuna wakopeshaji walikuwa wameweka hilo sharti kwamba kuwe na dhamana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa sababu hilo sharti limeondolewa, kwa hivyo hoja hii pia imeondolewa kwenye hoja za muungano. Kulikuwa pia na hoja ya mkataba wa mkopo wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa bandari ya Mpigaduri kule Unguja. Changamoto kubwa katika mkataba huu ilikuwa ni gharama za mradi, na kulikuwa kumetokea mambo fulani kwamba kulikuwa kuna mkandarasi mshauri. Sasa na viwango vile vilikuwa vimewekwa juu. Mazungumzo yalishafanyika na pande zote mbili wamekubaliana kimsingi, na Zanzibar wameafiki kwamba sasa wanakwenda kutafuta mkandarasi mwingine atakayekwenda kujenga hii bandari kwa viwango ambavyo vitakuwa si mzigo kwa Wazanzibari, si mzigo kwa wananchi. Na hoja hii kwa sababu imeshawekwa sawa, nayo pia imeondolewa. Kulikuwa na hoja ya usimamizi wa ukokotoaji wa kodi ya huduma za simu. Kulikuwa kuna sheria ambayo ilikuwa inaongoza kwenye ukokotoaji wa hizi tozo za kodi ya simu kwa pande zote mbili. Sasa ikawa sasa Zanzibar nao wanakusanya na huku kunakusanya, kwa huku kunatokea kama vile mkanganyiko. Sasa mfumo huu uliokuwa umewekwa kidogo ulikuwa unasumbua. Yale marekebisho yamefanyika na mfumo sasa unafanya kazi vizuri. Ukokotoaji umekaa vizuri na kazi zinakwenda vizuri. Hakujawa na haja ya kuendelea na hoja hii tena, kwa sababu tayari mambo yameshawekwa sawa. Kwa hivyo hoja hii haipo tena kwenye orodha ya hoja za muungano. Kwa hivyo hii hoja nayo pia imeondolewa kwa sababu hizo, na sasa mambo yanakwenda vizuri. Hoja ya mwisho kati ya zile hoja 9, kulikuwa na hoja kuhusu mapato yatokanayo na uhamiaji, kwamba makusanyo ya visa kwa upande wa Zanzibar na Tanzania bara, kwamba zilikuwa zinakusanywa pamoja. Kidogo kuna ugumu kidogo kwenye kukokotoa. Sasa maamuzi yaliyofanywa kulingana na tangazo lililotolewa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha ni kwamba sasa kila upande utakao kusanya mapato yatokanayo na visa, mapato yatabaki huko kwenye upande husika, na hilo tayari linafanyika. Kwa hiyo kulikuwa hakuna haja ya hoja hii kuendelea kuwepo. Hoja hii imeondoka. Nilisema hoja zingine 2 kukamilisha zile 11 nazo zimeondolewa. Zilikuwa zinahusu uteuzi wa makamu mwenyekiti wa Baraza la Usuluhishi la Rufaa za Kodi, Tanzania Revenue Appeal Tribunal TRAT. Makamu mwenyekiti huyu ameshateuliwa na hoja hii imeshaondoka. Kulikuwa na uteuzi wa mjumbe wa bodi ya bima ya amana kutoka Zanzibar, Deposit Insurance Board. Huyu naye alishateuliwa, kwa hiyo hoja hii imeondoka. Kwa hiyo ndugu zangu, nafurahi kuambia kwamba muungano wetu upo imara. Hoja katika miaka hii miwili kumekuwa na utatuzi wa hoja nyingi sana. Hoja hizi 11 ni kati ya mwaka 2019 na mwaka 2021.